Sura ya 14. Ukweli unaendelea Uingereza. Wakati Luther alipokuwa akiwaeleza watu wa Ujerumani habari za Biblia ambayo ilikuwa imefungwa, Tyndale alikuwa akifanya kazi hiyo hiyo huko Uingereza kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Wycliffe alikuwa ametafsiri Biblia kutoka kwa Kilatini, lakini ilikuwa na makosa mengi. Bei yake ilikuwa kubwa sana, kwa hiyo ilinunuliwa na watu wachache tu. Katika mwaka 1516, Agano Jipya lilikuwa limechapwa ambalo lilikuwa limetafsiriwa kutoka kwa Kigiriki. Makosa mengi yalikuwa hapo. Kwanza yalisahihishwa na ikaeleweka wazi. Watu wengi miongoni mwa wenye elimu walisoma na kuona ukweli wazi na kuongeza nguvu kwa kazi ya matengenezo, lakini watu wa kawaida walikuwa gizani kwa wingi kuhusu neno la Mungu. Tyndale alipaswa kuitimiza kazi ya kuitafsiri Biblia kwa lugha ya kwao, kazi ambayo ilianzishwa na Wycliffe. Alihubiri imani yake bila hofu. Yale madai ya Papa kwamba kanisa ndilo lenye haki ya kuisoma na kuieleza Biblia, Tyndale alijibu akisema, mbali ya kuwa tumepewa Biblia, ni wewe uliyetuficha ukweli huu, na ni wewe uliyewachoma moto watu waliofundisha ukweli wa Biblia, na kama ungeweza ungeichoma hata Biblia pia. Mahubiri ya Tyndale yaliwachanganya watu sana, lakini mapadri walijitahidi kuiharibu kazi yake. Tyndale alisema, la kufanya ni jambo gani? Mimi siwezi kufika kila mahali. Kama Wakristo wakipata Biblia katika lugha yao, wangeweza wenyewe kupinga ufedhuli huu. Pasipokuwa na Biblia, haiwezekani kuwadumisha Wakristo katika ukweli. Kusudi jipya likazuka mawazoni mwake. Je, Injili haitazungumza kwa lugha yetu ya Kiingereza kati yetu? Je, nuru ya kanisa iwe ndogo wakati wa adhuhuri kuliko wakati wa mapambazuko? Wakristo lazima wasome Biblia katika lugha yao. Mtu ataufahamu ukweli kwa njia ya Biblia tu. Tyndale alipokuwa akihojiana na Mkatoliki ambaye ni msomi, alisema, tulikuwa heri bila kuwa na sheria ya Mungu kuliko Papa, na mdharau Papa na sheria zake zote. Na kama Mungu atanilinda niishi miaka mingi, nitawaelimisha watu, hata kijana mdogo mwenye kuchunga au mkulima atajua Biblia kuliko wewe. Tyndale atafsiri Biblia kwa Kiingereza. Akifukuzwa na mateso kutoka nyumbani, Tyndale alikwenda London na kufanya kazi huko kwa muda. Baadaye wafuasi wa Papa walimlazimisha akimbilie mahali pengine. Nchi nzima ya Uingereza ilionekana kana kwamba haina nafasi kwake. Alikimbilia nchi ya Ujerumani, huku alianza kuchapisha Agano Jipya katika lugha ya Kiingereza. Walipokataa kumchapia katika mji fulani, alikwenda kuchapiwa katika mji mwingine. Mwisho akafika katika mji wa Worms ambapo Luther alitoa ushuhuda mbele ya baraza. Katika mji huo kulikuwa wafuasi wengi wa imani ya matengenezo. Agano Jipya zaidi ya 1000 ziliuzwa hapo. Neno la Mungu liliingia London kwa siri, alafu likaenea katika nchi yote. Wafuasi wa Papa walijaribu kuiharibu, lakini ilikuwa kazi bure. Askofu wa Durham alinunua Biblia nyingi kwa kusudi la kuzichoma, akidhani kuwa kwa njia hiyo kazi itakomeshwa. Lakini fedha zilizotolewa kununua Biblia hizo zilinunua vifaa vya kuchapishia nyingine na bora zaidi. Wakati Tyndale alipofungwa, baadaye alipata kufunguliwa na sharti kwamba awataje watu wanaomsaidia kifedha kuchapisha vitabu hivyo. Akajibu kuwa askofu wa Durham ndiye ametoa msaada zaidi ya mtu mwingine yeyote kwa kutoa fedha nyingi kwa kununua vitabu vyote vilivyobakia. Mwishowe Tyndale akatoa ushuhuda wa imani yake kwa njia ya kifo, lakini silaha alizoandaa ziliwasaidia askari wengine waendelee na vita kwa muda wa karne nyingi mpaka wakati wetu huu. Latimer aliona kuwa kutoka mimbarani Biblia lazima isomwe kwa lugha ya watu wa kila mahali kwa lugha yao. Akasema, tusijali maoni yetu eti kwamba yatuongoza, ila neno la Mungu lituongoze. Wala tusiongozwe na matokeo ya baba zetu wala mambo waliyofanya, ila tuone mambo ambayo ingepasa wayafanye lakini hawakuyafanya. Watu kama Barnes, Frith, Ridley na Cranmer ambao walikuwa wasomi watangulizi wa matengenezo huko Uingereza, walikuwa wasomi kamili walioheshimiwa katika kanisa la Rumi. Upinzani wao kwa Papa ulikuwa matokeo ya kugundua makosa yake, usahihi na uwezo wa maandiko. Kanuni iliyoshikiliwa na watengenezaji hao na ile iliyoshikiliwa na Waldenses, Wycliffe, Huss, Luther, Zwingli na wenzao wote, kwamba Biblia ni sahihi kabisa na uwezo wake ndio wenye kuongoza imani. Mafundisho yake ndiyo kipimo cha madai yote. Imani ya watu hao kwa neno la Mungu ndiyo iliyowafanya kushikilia bila kuacha mpaka kifo cha kuchomwa moto. Latimer alisema, jipeni moyo, tangu leo tutawasha moto wa neno la Mungu kwa neema yake katika Uingereza.
ndivyo nitumainiavyo. Maneno haya aliwaambia wenzake walipokuwa wanachomwa moto. Baada ya kupita miaka mamia tangu makanisa ya England yajitolee kufuata Roma, lakini makanisa ya Scotland yalidumisha uhuru wao. Walakini katika karne ya 12 Ukatoliki ukaimarika huko na nchi ikawa gizani kamili, lakini nuru ya kweli ilikuwa ikipenya giza hilo taratibu. Lollards alikuja kutoka Uingereza akiwa na Biblia pamoja na maandiko ya Wycliffe. Alifanya mambo mengi kuulinda ukweli wa Injili. Katika kuanza matengenezo, walitumia pia maandiko ya Luther na Agano Jipya lililotafsiriwa kwa Kiingereza na Tyndale. Wajumbe hao walisafiri wakipanda milima na kuteremka mabonde, kimya kimya wakiwasha nuru ya Injili ambayo ilikuwa karibu kuzimika na kujaribu kuharibu kazi ambayo kwa muda wa karne 4 imefanywa na udhalimu. Mara ghadhabu ya Wakatoliki ikaamshwa na uchomaji wa waungwana wa Uskochi ukaanzishwa. Vifo vya mashahidi hawa viliamsha nia ya watu kwa kuona jinsi walivyoushikilia ukweli mpaka kufa ili kuupinga ufedhuli wa Rumi. John Knox, Hamilton, Wishart na wengine wengi sana, watu wanyenyekevu na wenye imani, walimalizia maisha yao motoni. Lakini kutokana na kuchoma moto kwa Wishart, alitokea mtu ambaye asingewezekana kunyamazishwa na ndimi za moto, mtu ambaye chini ya uongozi wa Mungu atapiga goti la mauti kwa udhalimu wa papa katika Uskochi. John Knox alitupia mbali mapokeo ya kanisa apate kujulisha kwa neno la Mungu. Mafundisho ya Wishart yalimsaidia kukata shauri na kuachana na Rumi na kuambatana na watengenezaji. Alikusudia na rafiki zake ili hahubiri. Alishinda kwa kuona jinsi hiyo ilivyo nzito. Palikuwa na mashindano makuu ndani yake na hofu nyingi, akijaribu kubeba madaraka hayo ya kuhubiri, lakini mwishowe alishinda woga, akaanza kuhubiri, wala hakuogopa nyuso za watu. Alipokutana na malkia wa Skoshi, John Knox hakushawishika na lolote wala hakutishika na lolote. Aliwafundisha watu kuamini dini hiyo ya matengenezo, ingawa ilipigwa marufuku na serikali. Malkia alimwambia kuwa kufundisha watu kushika dini hiyo ni kinyume, tena ni kuasi amri za Mungu. Knox akajibu kishujaa, kama watu wote wa uzao wa Ibrahimu wangekuwa wa dini ya Farao, wangekuwa raia wa nani mheshimiwa? Tena kungalikuwa na dini gani ulimwenguni? Au kama watu wote wa siku za mitume wangalikuwa na dini ya Warumi, yaani serikali, kungalikuwa na dini gani ulimwenguni? Malkia Mary akasema, ninyi mnatafsiri maandiko kwa namna moja na Warumi wanatafsiri kwa namna nyingine. Sasa nitamwamini nani na mwenye ukweli ni nani? Knox akajibu, utamwamini Mungu, ndivyo neno lake lisemavyo dhahiri. Neno la Mungu ni dhahiri wala halina siri, na ikionekana sehemu isiyoeleweka, Roho Mtakatifu ambaye hana kinyume hueleza mambo yake wazi kabisa mahali pengine katika maandiko. Knox alikuwa na ujasiri bila kuhofia hata maisha yake. Aliendelea na kazi yake mpaka Scotland ikakombolewa kutoka katika ukafiri wa Rumi. Katika Uingereza, kusimamishwa kwa dini ya Kiprotestanti kama dini ya taifa kulipungua sana, lakini hakukumalizika kabisa. Kawaida za Kirumi za ibada ziliendelea kuwako. Utawala wa papa ulikataliwa kuwa juu ya mambo ya dini, lakini badala yake mfalme akakubaliwa kuwa mtu wa kanisa pia. Mpaka wakati huo kulikuwa na machafuko makubwa kuhusu Injili. Uhuru wa dini haukuwepo, ingawa ukatili wa Kirumi ulikuwa umekoma. Haukuendelezwa na Waprotestanti, lakini uhuru wa kila mtu kuabudu apendavyo haukuwapo. Wapinzani waliendelea kuteseka kwa miaka mingi. Maelfu ya wachungaji walifukuzwa. Katika karne ya 17, wachungaji maelfu walifukuzwa na watu waliokatazwa kuhudhuria mikutano yote ya dini isipokuwa ile iliyodhinishwa na kanisa peke yake. Wana wa Mungu wa kweli walikimbilia katika msitu, na huko wakakusanyika na kuomba kumsifu Mungu wao. Kilichosababisha mambo hayo ni mateso. Wengi waliteswa kwa ajili ya imani. Magereza yalijaa tele na jamaa zilitenganishwa. Walakini mateso hayakuwanyamazisha wengi. Wengi walikimbilia ng'ambo ya bahari mpaka Amerika, na huko wakaweka msingi kamili wa utengano wa dini na serikali na uhuru wa kuabudu kila mtu kama apendavyo. Ndani ya gereza lililojaa wafungwa, John Bunyan aliandika kisa chake cha ajabu, akijawa na mwamko wa mbinguni.
aliandika kisa cha safari ya msafara kutoka katika nchi ya uharibifu kwenda katika mji wa raha, maendeleo ya msafiri na neema nyingi kwa mwenye dhambi mkuu, au kwa jina la Safari ya Msafiri. Kitabu hicho kimesaidia watu wengi wakatafuta njia ya uzima. Wakati wa giza kuu la kiroho, Whitefield na Wesley walionekana kuwa wachukuzi wa nuru kwa njia ya Mungu. Katika kanisa watu walikuwa wamepotoka sana, hata ilikuwa vigumu kuwapambanua na wamizimu. Watu wakuu waliwadhihaki wacha Mungu na watu wa kawaida wakaachwa maovuni. Kanisa halikuwa na uwezo wa kuwasaidia walioangusha ukweli wa Injili. Kuhesabiwa haki kwa imani. Fundisho kuu la kuhesabiwa haki kwa njia ya imani kama ilivyofundishwa na Luther karibu imepoteza maana yake. Kanuni ya Warumi ya kwamba wokovu hutokana na matendo mema tu imekuwa badala ya haki kwa imani. Whitefield na Wesley walikuwa watafuta upendo wa Mungu kwa kweli. Wao walikuwa wamefundishwa kuwa upendo wa Mungu hupatikana kwa njia ya kuwa wema na kushika kanuni na taratibu zote za dini. Wakati Charles Wesley alipougua na kuona kuwa kifo kiko karibu, aliulizwa aeleze tumaini lake la kupata uzima wa milele liko wapi. Jibu lake lilikuwa hili: nimemtumikia Mungu kwa uwezo wangu wote. Rafiki zake walielekea kutosheka na jibu hilo. Wesley alidhani kuwa hakuna kizuizi cha kupata fadhili za Mungu. Akasema, ni kitu gani kitanizuia kupata uzima? Hakuna nilichobakiza. Hilo ndilo giza lililokuwa limefunika kanisa, likiwaelekeza watu kutegemea matendo yao mema ili wapate wokovu badala ya kutegemea damu ya Mwokozi aliyesulubishwa. Baadaye Wesley na wenzake walifahamu kuwa sheria ya Mungu inahusu mambo yote, yaani mawazo, maneno na matendo. Walipigana na utu wa kale ndani yao kwa maombi mengi na mashindano makuu. Waliishi maisha ya kujikana na kujitoa pamoja na unyenyekevu, wakishika kila kitu walichodhani kuwa kitawaletea maisha matakatifu yatakayowaletea fadhili za Mungu, lakini ilikuwa kazi bure tu. Hayo yote hayakuweza kuwapatia maisha ya utulivu wala kuwaondoa katika hukumu ya dhambi. Moto wa ukweli wa neno la Mungu ulikuwa ukizimika madhabahuni mwa Waprotestanti. Ulipaswa uwashwe tena kutoka katika kimuli cha zamani kilichokabidhiwa na waumini wa zamani wa Bohemia. Baadhi yao walikimbilia Saxon, nao walihifadhi imani yao. Nuru iliyotolewa kwa Wakristo hao ilimwongoa Wesley. John na Charles Wesley walitumwa kwenda Amerika kama wahubiri. Katika meli waliosafiria kulikuwamo kikundi cha Moravian. Dhoruba kali sana ilitokea na John akakabiliwa na mauti. Akajisikia kuwa hajawa sawa na Mungu. Wajerumani wa Moravian walionekana kuwa na utulivu mkuu na imani kuu kwa Mungu, hali ambayo John ilikuwa ngeni. Baadaye alisema, nimewachagua watu hawa kwa muda mrefu, nikaona utulivu wao na hali yao, na sasa nina nafasi ya kujua kama wao hawana uoga, kiburi, hasira wala roho ya kulipiza kisasi. Katikati ya nyimbo, wakati ambao huduma inaanza, bahari ikachafuka ikapasua tanga kubwa vipande vipande, maji yakafunika meli na kumwagika stahani. Tukawa kana kwamba kilindi cha bahari kimetumeza. Kilio cha hofu kilianza baina ya Waingereza, lakini Wajerumani waliendelea kuimba kwa utulivu. Baadaye walimuuliza mmoja wao, je, ninyi hamkuogopa? Akajibu, la, namshukuru Mungu. Nikamuuliza, je, wanawake wenu na watoto wenu hawakuogopa? Akajibu kwa upole, la, wanawake wetu na watoto wetu hawakuogopa kufa. Roho ya Wesley ilichangamka kiajabu. Wesley aliporudi Uingereza alikuwa na ufahamu kamili wa Biblia na imani yake, kwa kuwa alifundishwa na watu wa Moravian. Katika mkutano wa watu wa Moravian uliokuwako London, palisomwa andiko la Luther. Wesley aliposikiliza, imani iliwaka moyoni mwake. Alisema, nilijisikia kuchangamka kwa ajabu. Nilijisikia kumtumaini Kristo. Kristo mwenyewe tu ndiye alileta wokovu. Nikajisikia kuwa na hakika ya kusamehe dhambi zangu, kwamba nimeokolewa na sheria na adhabu ya kifo. Sasa akajibu kwa neema ya Mungu aliyekuwa akiitafuta kwa njia ya maombi na kufunga na kujitesa kwa kila hali. Ilikuwa kipawa cha bure. Moyo wake ukajaa, naye akawa na hamu ya kutangaza neno la Mungu, kutangaza neema ya Mungu ya bure kila mahali. Akasema, nikatazama ulimwengu wote kuwa mtaa wangu wa kazi. Kila mahali pakaonekana kuwa pananipasa kupahubiri Injili. Aliendelea na maisha yake ya kujikana na kujinyima
lakini sasa si kama tengenezo la wokovu, bali kama matengenezo ya imani, wala si kama shina, bali matawi ya utakatifu. Neema ya Kristo itadhihirishwa kwa njia ya utii. Maisha ya Wesley yalitolewa kuhubiri Injili aliyoipokea, ambayo ni haki kwa imani kwa njia ya damu ya Kristo na utakaso wa Roho Mtakatifu, huzao matunda maishani yaimarishayo mfano wa Kristo. Whitefield na Wesley walidharauliwa na kuitwa wafuasi wa Methodist na wanafunzi wenzao, jina ambalo kwa wakati wa sasa ni la heshima. Roho Mtakatifu akawaongoza wahubiri Kristo tu aliyesulubishwa. Watu wengi waliongoka kwa mahubiri hayo. Basi ilikuwa lazima waamini hawa kama kondoo wa Mungu walindwe na mbwa mwitu. Wesley hakuwa na wazo la kuanzisha dhehebu jipya, ila aliwaunga Methodist. Majaribu na matatizo ya siri yaliwapata wahubiri hawa kutoka kwa kanisa mama, walakini ukweli huingia popote, hata kama milango imefungwa. Hata wakuu waliamshwa wakatoka usingizini na kuwa wahubiri hodari katika mitaa yao. Siku hizi za Wesley, watu wenye vipawa mbalimbali hawakupatana katika mafundisho. Kukubaliana baina ya Whitefield na Wesley wakati fulani kuleta tishio la kufarakana, lakini basi alijifunza upole wa Kristo na uvumilivu wa upendo wake, na hivyo wakapatana. Hawakupoteza muda wa kusutana na kufarakana wakati makosa ya wazi yalikuwa yameanza kila mahali. Wesley aponyoka kifo. Watu mashuhuri walitumika kuwapinga wahubiri hao, walionyesha hali ya kiadui sana. Hawakuwapa nafasi ya kuhubiri makanisani, kwa hiyo ukweli wa neno la Mungu ukafungiwa nje. Watu hao waliwalaumu wazazi katika mikutano ya hadhara, hivyo wakaongeza hali ya giza nene nchini. Kwa hali hiyo, maisha ya Wesley yalikuwa hatarini kila mara. Wakati fulani John Wesley aliepuka kifo cha muujiza wa Mungu alipozingirwa na kundi la watu waovu na ikaonekana kuwa hakuna njia ya kuokoka. Malaika alitokea akiwa na umbo la binadamu, akawafukuza watu hao, na Wesley akapita salama katika hatari hiyo. Katika habari ya kuokoka kwa Wesley akasema, ijapokuwa majaribu mengi ya kuninasa yamefanyika, hayakufaulu. Ingawa moja lilikuwa karibia kuninasa. Mkorofi mmoja alinipiga mara nyingi akinijia kwa nyuma. Alitumia fimbo ambayo kama angenipiga kichwani, kazi yake ingekamilika. Kila mara kipigo kilinikosa bila sababu, kwa sababu sikujaribu kukwepa hata kidogo. Wakristo wa Methodist kwa siku hizo walivumilia mateso na kufanyiwa mizaa na kutendewa ukatili. Wakati mwingine tangazo lilitolewa kwamba wale wanaokataa kushambulia Wakristo wa Methodist wakutane mahali fulani na saa fulani. Mateso ya kuendelea yaliwahusu wale wanaoongoa watu toka katika upotevu na kuwaleta nuruni. Upotovu wa kiroho katika Uingereza kabla ya siku ya Wesley ulikuwa matokeo ya mafundisho maovu ya kwamba eti Kristo aliiondoa sheria ya amri ya 10 na ya kwamba hakuna haja ya kuzishika. Wachungaji wengine waliwaambia Wakristo wao kuwa kuzitia amri hizo ni kupoteza wakati tu, kwa maana wale Mungu aliwachagulia uzima watadumu kuwa watakatifu daima, na wale Mungu aliwachagulia kufa hata wafanyaje wasingefaulu. Wengine tena walishikilia imani kwamba wateule wasingeweza kufanya dhambi, na ya kwamba waovu ni waovu tu milele, wasingeweza kubadilika wala kutubu. Wamevuka mpaka wa rehema. Hata walithubutu kusema kuwa kuvunja sheria ya Mungu sio dhambi kama tendo hilo lingetendwa na mteule yeyote. Mafundisho haya machafu ni sawa na mafundisho yaliyotolewa baadaye yasemayo kuwa hakuna sheria ya Mungu isiyobadilika, ambayo ndiyo kipimo cha kuongoza mambo yote. Lakini sheria yoyote huweza kubadilishwa na watu ili ifuatane na hali yao. Mambo haya yote hutokana na yule alianzisha uasi katika viumbe vya mbinguni visivyo na dhambi na kujaribu kuvunja amri ya Mungu isiyovunjika. Mafundisho ya Mungu ni kwamba sheria ya Mungu ni ya milele, haibadiliki, ambayo watu wameikataa na kumkataa Mungu pia. Wesley aliyapinga mafundisho hayo maovu. Neema ya Mungu iletayo wokovu imefunuliwa kwa watu wote. Mungu Mwokozi wetu anataka watu wote waokolewe na kuufikia ujuzi wa kweli, maana Mungu ni mmoja na mpatanishaji kati ya Mungu na wanadamu, mwanadamu Yesu Kristo aliyejitolea kuwa fidia ya wote. Kristo, nuru inayomwangazia kila mtu ajaye ulimwenguni. Tito sura ya 2
mstari wa 11, Timotheo 1 sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 6, Yohana sura ya 1 mstari wa 9. Watu walioukosa wokovu kwa kukataa kupokea kipawa cha uzima. Katika kuitetea sheria ya Mungu, Wesley akijibu hoja ya kwamba eti Yesu alipokufa aliifuta sheria ya Mungu pamoja na sheria ya Musa, alisema sheria ya Mungu ambayo ni amri 10 na iliyotukuzwa na manabii haikufutwa kamwe. Sheria hii haivunjiki kabisa, naye usimama mbinguni kama shahidi mwaminifu. Wesley aliueleza muungano wa sheria na Injili. Kwa upande mwingine, sheria hutueleza kwa Injili, nayo ni njia ambayo sisi tunapitia kuendelea Injili. Kwa upande mwingine, Injili daima hutuweka katika utimilifu wa sheria. Kwa mfano, sheria hututaka tumpende Mungu, tuwapende wenzetu, tuwe wapole na wanyenyekevu au watakatifu. Nasi hujiona kuwa hatuwezi kuwa kama sheria inavyotaka tuwe, lakini tunaona ahadi ya Mungu ya kutuwezesha tuwe na upendo na kuwa na upole na unyenyekevu na utakatifu. Nasi tunashikilia Injili ambayo ni habari njema. Haki ya sheria hutimizwa ndani yetu kwa njia ya imani katika Kristo yetu. Wesley alisema maadui wakubwa wa Injili ni wale wanaofundisha kuwa sheria haina haja ya kushikwa, kuvunja hata kipande kidogo tu, na kujidai kuwa wana wa Mungu. Huwa na heshima kama ile ya Yuda aliyokuja nayo kwa Kristo akijidai kumsalimu salamu Bwana na kumbusu. Ni usaliti kuzungumza juu ya damu yake na kuiondoa taji yake, kuangaza kwa sehemu ya sheria yake na ujanja kueneza Injili yake ni usaliti. Umoja wa sheria na Injili. Kwa watu wale wanaodai kuwa kuhubiri Injili kumeifuta sheria, Wesley aliwajibu, maana sheria ndio ijulishayo dhambi. Huo ndio ulikuwa usemi wa Wesley. Sheria hudhihirisha dhambi na kuamsha watu watoke katika usingizi wa mauti. Ni upuuzi kuwaganda watu walio wazima, wana afya kamili. Ni upuuzi pia kuwapa watu Kristo ambaye hawana haja naye. Wesley alipokuwa akihubiri Injili ya neema ya Mungu, alikuwa akiitukuza sheria kwanza, kama Bwana wake alivyoitukuza sheria na kuiadhimisha. Isaya sura 42 mstari 21. Matokeo yalikuwa matukufu aliporuhusiwa kuyatazama. Mwisho wa kazi yake, nusu ya karne, wafuasi wake walikuwa wamefikia 500,000, lakini watu wengi maelfu waliosaidiwa na kutolewa katika utumwa wa dhambi na kuleta katika nuru ya Injili na maisha matakatifu hawatajulikana katika ulimwengu mpaka jamaa nzima itakapokusanywa kati ya ufalme wa Mungu. Maisha ya Wesley yamekuwa kielelezo halisi cha maisha ya Kikristo. Je, imani, juhudi, kujikana na dini safi ya mtumishi huyu wa Mungu haiwezi kuigwa katika makanisa ya leo?